Kwa mwasham sana Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi OFM Cup, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, leo tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Mwasham sana Baba Askofu wetu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi OFM Cup, Askofu Mkuu wa Jimbo la Dar es Salaam. Itifaki imezingatiwa. Pamoja na waalikwa wote, mabibi na mabwana na walei wenzangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Awali ya yote, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo kwa tukio hili muhimu la uwekaji wa jiwe la msingi katika kanisa hili jipya la kigango chetu cha Kifuru linalojengwa na mama zetu WAWATA Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tunasema asante sana Mungu kwa kuwajalia mama zetu WAWATA moyo wa majitoleo hayo. Tunarudia kusema tena asante. Pili, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yako wewe Baba Askofu wetu Mkuu kuwa nasi leo sisi watoto wako katika siku hii kubwa. Baba Askofu, tunasema asante na tunakupenda sana sisi waamini wako. Pia tunawashukuru sana wageni wetu kwa kuja. Sambamba na hilo, tunawapongeza waamini wote waliohudhuria siku ya leo, hasa ikizingatiwa ni siku ya kazi. Tunawashukuru pia majirani zetu wote walioacha majukumu yao na kuja kusali pamoja nasi. Tunawakaribisha nyote, karibuni sana. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu. Kigango chetu cha Mtakatifu Maria Magdalena Kifuru kilianza tarehe 23 mwezi wa 7 2023, kikitambuliwa kama kituo cha sala wakati huo kabla ya kupanda hadhi na kuwa kigango, ikiwa na jumuiya mbili ambazo ni jumuiya ya Mtakatifu Alphonse na jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua, zikiwa na jumla ya waamini 80. Kati ya hao watu wazima walikuwa 50, yaani kina baba 20 na kina mama 30. Idadi ya watoto ilikuwa ni 30, wa kike 16 na wa kiume 14. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu. Kituo chetu cha sala cha Kifuru kilipanda hadhi na kuwa rasmi kigango mnamo tarehe 26 mwezi wa 11 2023 kwa adhimisho la misa takatifu ya kwanza iliyoongozwa na baba paroko wetu kwa sasa Padre Simon Shija, wakati huo akiwa mgeni baada ya kushika nafasi ya Father Kashaga uliyempatia majukumu mengine. Pia katika misa hiyo ya uzinduzi wa kigango chetu cha Kifuru, ambapo misa ilifanyika kwa mara ya kwanza katika maeneo yetu haya, paliadhimishwa sakramenti mbalimbali na kanisa lilijipatia wabatizo wapatao 26. Tumeendelea kumshukuru sana Mungu kupitia tukio hilo la baraka, ambapo lilifungua njia, kwani kutokea hapo kumekuwa na mfululizo wa upokeaji wa masakramenti, ikiwa ni pamoja na ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu, ndoa na zinginezo. Malengo ya kigango. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu. Kigango chetu cha Kifuru kinayo malengo ya sasa na ya baadaye kama ifuatavyo. Kwanza, kuendelea kushirikiana na waamini wenzetu wa parokiani na vigango vingine vinavyounda parokia yetu katika shughuli mbalimbali zinazohusisha parokia na vigango vyake. Mfano, ujirani mwema, vikao na mikutano mbalimbali ya maendeleo ya parokia na vigango. Pili, kuendelea kushirikiana na parokia katika kutekeleza shughuli mbalimbali za kijimbo. Mfano, utoaji wa mavuno katika mapambano ya kulitegemeza jimbo letu, michango ya ujenzi wa kanisa kuu mbadala kwa Cathedral yaani Theotokos itakalojengwa Pugu jimboni, na kushiriki katika matukio mengine ya kiliturujia. Tatu,
kuendeleza umoja na mshikamano kati yetu, ili hapa tunaposali, ambapo ni kwa nguvu za mama zetu WAWATA jimbo, paendelee kuimarika na kukua zaidi kiimani na kimaendeleo, ili siku moja tuwe parokia. Mafanikio ya kigango chetu. Tulipotoka, tulipo na matarajio ya mipango endelevu baadaye. Tulipotoka. Kigango chetu cha Kifuru, awali tulikuwa na eneo ambalo lipo mita kadhaa kutoka eneo hili, na lilikuwa ni dogo, takriban eka 1, ambalo limezungukwa na mazingira magumu, hasa katika kufikika na mababa zetu wa kiroho. Mara nyingi paroko wetu alikuwa anatumia muda mrefu kutufikia kwa huduma za kiroho kutokana na jiografia yake. Yaani kulikuwa na mzunguko mkubwa kupita maeneo nje ya majaruba na mashamba ya watu. Muda mwingi gari yake lazima ilikuwa au ikwanguke rangi au iharibike, na kupelekea kupata gharama za mara kwa mara kwenda gereji kila anapokuja kutoa huduma. Muda mwingine ilikuwa analazimika kukodi pikipiki ili kuacha gari kule kwenye barabara kuu ya lami na kupanda bodaboda ili kuja kutupatia ibada na huduma mbalimbali za kiroho, hasa nyakati za mvua. Kifupi ni eneo ambalo halikuwa na barabara zaidi ya kupita katika mashamba na maeneo ya watu yenye changamoto za visiki na majaruba. Mama yetu Stella Kawa pamoja na viongozi wengine wa WAWATA jimbo ni mashuhuda wa hilo, kwani kuna siku baba paroko aliwapeleka kabla hatujapata eneo hili na gari yao iliharibika kutokana na changamoto hizo. Tulipo sasa. Tunamshukuru sana Mungu kupitia baba paroko wetu kutuletea wafadhili wetu wa ndani ya nchi, ambao ni hawa kina mama hapa waliokuja leo kuweka jiwe la msingi pamoja nawe baba askofu wetu mkuu. Kwani baada ya kuwaona kutujengea kanisa, kuwaomba kutujengea kanisa, baba paroko wetu Father Simon Shija aliwaomba pia kutuwezesha kununua eneo jipya ambalo litakidhi mahitaji na kufikika kirahisi kuliko hapo awali. Ndio maana hapa tulipo ni eneo jipya zuri na kubwa lenye makadirio ya eka 10, na hizo zote ni fedha za mama zetu WAWATA. Tunasema asanteni sana mama zetu WAWATA jimbo, asante sana baba askofu wetu mkuu kwa kuruhusu jambo hili kufanyika. Tutakuwa wachoyo wa fadhila tukimsahau Padre Joseph Peter Mosha ambaye ni mlezi wa WAWATA jimbo, ambaye baada ya WAWATA na paroko wetu kumfikishia jambo hilo, yeye akalileta mara moja kwako baba askofu na ukalipitisha. Baba mlezi Father Mosha, asante sana na Mungu akubariki. Mafanikio. Baba askofu mkuu, tumeainisha mafanikio tele kupitia ufadhili huu wa mama zetu WAWATA jimbo. Kwani mwanzo tulikuwa na eneo dogo na sasa tuna eneo kubwa na la kutosha. Pili, tulikuwa tunasali kwenye kanisa dogo sana la Kongowele, la miti na la wazi, ambapo mvua ilikuwa ikinyesha tunaloana na jua likiwa kali tunaungua. Lakini sasa tuna matumaini makubwa tunaenda kuepukana na hiyo kadhia, kwa sababu tuna mama zetu WAWATA na kanisa tayari linaonekana. Pia tumefaulu kupanda miti kuzunguka maeneo yetu ya kanisa, na miti mingine umepanda wewe pamoja na mama zetu WAWATA wakishirikiana na baba zetu wa kiroho. Yote katika yote ni leo wewe mwenyewe umekuja kuweka jiwe la msingi na kubariki jengo la kanisa. Tunajisikia fahari sana na tunaona jinsi tulivyopendelewa mno. Tumshangilie baba askofu wetu mkuu. Tuwashangilie mama zetu WAWATA jimbo.
kwa kutimiza kauli mbiu ya Baba Askofu wetu Ruwa'ichi kwamba kanisa litajengwa na sisi wenyewe na Mjerumani wetu wa leo ni mimi na wewe. Makofi mengine na vigelegele kwa Baba Askofu. Changamoto. Mwashamu sana Baba Askofu wetu mkuu. Tunazo changamoto nyingi kwenye kigango chetu, lakini tuna changamoto iliyo kubwa ni kwamba waamini walio wengi wanatoka mbali na mahali kilipo kigango na pia wanakaa mbali sana. Pili, hakuna nyumba ya katekista. Hivyo katekista anaishi parokiani na hivyo muda mwingine analazimika kusafiri umbali wa kutosha kwa ajili ya kutupatia huduma, ambapo kwa sasa anaishi parokiani kule Ikwiriri. Hatusemi kwamba tunakuomba utujengee nyumba, hapana. Kwa sababu tunajua kwa sasa moyo wako upo kwenye kuhakikisha wanajimbo wanapambana kuweka alama kwenye kanisa kuu mbadala la Bikira Maria mama wa Mungu Theotokos kule Pugu. Ila tumeuza wazo kwa waamini wenzetu kutoka huko mjini Dar es Salaam na kwingineko hapa jimboni, hasa wenye uwezo wa kusaidia kadiri inavyowezekana, kwa sababu tunajua wazi paroko wetu anatupenda sana, lakini kila tukiangalia vigango vingine 6 na vituo vya sala vinamkwida shati, tunajikuta tunasita kumongezea mzigo mwingine, hasa baada ya kutuletea mama zetu hawa WAWATA kwa sasa. Ingawa tunajua siku za miaka ya mbele tutafanikisha kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Shukrani. Tunakushukuru sana Baba Askofu wetu mkuu kwa kutenga muda wako wa kuja kujumuika nasi licha ya kuwa na ratiba nyingi. Pili, tunashukuru sana uongozi wa WAWATA jimbo kwa kukubali ombi lako kwetu kutoa majitoleo yao ya upendo kuja kutununulia eneo kubwa na kutujengea kanisa kubwa. Mungu awabariki sana. Aidha, tunawashukuru baba zetu wa kiroho, Padre Mosha, dekano wetu Padre Kaango na paroko wetu Padre Shija, bila kusahau mapadri wetu wapendwa waliokuja kushuhudia tukio hili kubwa lenye baraka. Kwetu tumejisikia furaha kubwa sana na faraja na amani tele moyoni. Aidha, tutakuwa watoe wa fadhila tukiwasahau viongozi wetu wa WAWATA dekania Kilimahewa, ambapo mara kwa mara wamekuwa wakiwasiliana na baba paroko pamoja na viongozi wetu wa parokia kuona wapi pamepungua na kuja kutusapoti katika maandalizi ya kupokea ugeni huu mkubwa. Na ni jana tu tumekesha naye mwenyekiti wa WAWATA dekania kwa usafi pamoja na maandalizi mbalimbali, na tulijisikia faraja sana. Waamini wote wapendwa na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, mzidi kubarikiwa sana na Bwana. Itoshe kusema asanteni na Mungu awabariki nyote. Hitimisho. Mwashamu sana Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, askofu wetu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunakushukuru sana kwa kusali nasi leo katika kigango chetu cha Kifuru, na hasa kwa kutubarikia ujenzi wa kanisa letu kubwa na zuri na kuweka jiwe la msingi. Aidha, tunakupongeza sana wewe pamoja na msaidizi wako kwa maono makubwa ya ujenzi wa kanisa la Bikira Maria mama wa Mungu Theotokos hapa jimboni kwetu kule Pugu, yaani Pro Cathedral. Na sisi waamini wa kigango cha Kifuru tukishirikiana na wenzetu wa vigango vingine vinavyounda parokia yetu ya Ikwiriri, tupo pamoja na wewe katika ujenzi huo pamoja na mipango yote ya jimbo letu. Mwisho, mwashamu sana Baba Askofu Mkuu, tunakutakia heri, afya njema ya mwili na roho, na Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza na kukulinda kwa ajili yetu. Aidha, tunakutakia safari njema utakapokuwa unarudi mjini kule kwenye makao makuu ya jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tunamshukuru katibu
risala nzuri. Basi wakati anaenda kukabidhi, tusimame tupige makofi.